Bwana Yesu asifiwe wote. Wapendwa mnaonitazama popote pale mlipo, iwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, niko hapo mbele yako. Majina yangu ni Pastor Crinus wa kanisa la House of God International Church ambalo lipo chini ya Askofu Mkuu Bishop Living Mwambapa. Na hapa ni madhabahu kuu, ni kanisa kuu, ndo kanisa kuu kitaifa, lipo Miganga, Dodoma. Nataka niseme pamoja na wewe ambaye unanisikiliza popote pale ulipo. Nataka nikwambie kwamba ipo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo kiingia ndani ya maisha yako itafanya jambo kubwa ndani ya maisha yako. Yupo Yesu Kristo ambaye akiingia katika maisha yako atafanya yale mambo ambayo uliyaona kwamba yawezekani. Yamkini adui amekutesa, amekuonea miaka mingi, yamkini umedhalilika miaka mingi, yamkini umeonewa miaka mingi, yamkini umejuta kuzaliwa kutokana na namna unavyoteseka katika maisha yako. Nataka nikwambie mpendo, unayenisikiliza, unayenitazama mahali kokote ulipo, kwamba yupo Yesu Kristo ambaye atakupigania. Yupo Yesu Kristo ambaye atakushindia hiyo vita ulionayo. Yesu Kristo anaiweza hiyo shida ulizonazo. Yesu Kristo anaziweza. Kuonewa inatosha, kudhalilishwa inatosha, kuaibishwa inatosha, kuteseka inatosha, kudhalilishwa ikawe ni mwisho kuanzia sasa. Wale mnaoteseka na magonjwa, nataka nikuambie kwamba ukiwa na Yesu ndani yako, magonjwa yayo yatakuisha. Wale mnaonewa na adui, mnateseka, kila siku ni kulia, kila siku ni kulia, maisha yako yamekuwa ya huzuni, kilio kimetawala katika maisha yako, nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo ndiye pekee ambaye atakuponya. Yesu Kristo akiingia katika maisha yako, jambo lolote ambalo ni gumu katika maisha yako lazima litaondoka. Mateso sio maisha yako, kuonewa sio maisha yako, kudhalilishwa sio maisha yako, mafadhaiko, udhalilishaji ikawe ni mwisho kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu ninayemwabudu mahali hapa, akutendee na wewe pia. Kuna mtu mmoja anateseka, anaonewa na adui, damu ya Yesu Kristo ikawe pamoja naye. Kuna mtu mmoja anateseka na magonjwa, mwingine alishaona kwamba magonjwa ndio maisha yangu, alisharidhika kwamba ndio maisha yangu, alishakubali, ashasarenda kwamba inatosha. Yesu Kristo bado anakuhitaji. Yesu Kristo bado anakupenda. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako wewe. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako mimi na wewe. Alikufa ili sisi tupate kupona, alikufa ili sisi tupate kukombolewa, alikufa ili sisi tupate kuwekwa huru. Hivyo kama kuna adui ambaye anainua vita katika maisha yako, vita hiyo ikampate yeye kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna maadui wanaoweka mipango mibaya katika maisha yako, wanaweka mipango mibaya katika maisha yako, mipango hiyo ikaharibike kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Kuna watu wanahuduma, wana vipawa, wana karama, shetani anainuka ili kuchukua karama zao, shetani anainuka kuchukua nyota yao. Nataka nikwambie kwamba damu ya Yesu Kristo ikawe pamoja na wewe. Uwepo wa Yesu Kristo ukaonekane katika maisha. Uwepo wa Yesu Kristo ukatawale katika maisha yako. Kuteseka sasa ni mwisho, kuonewa sasa ni mwisho, kudhalilishwa sasa ni mwisho. Damu ya Yesu Kristo ikatembee na wewe kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Damu ya Yesu Kristo ikakulinde, ikakufunike, ikakupiganie kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Amini. Ukipokea kwa imani, Mungu atafanya jambo kubwa katika maisha yako. Ukiamini, Mungu atafanya jambo kubwa sana katika maisha yako. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwake Yesu yanawezekana. Maandiko yanasema kwamba waaibike, wafedheheke watafutao nafsi yangu, kutoka Zaburi ya 70. Zaburi ya 70 nasema hivyo. Kwa hiyo wale wote ambao wanashusha fedheha katika maisha yako, wao wakafedheheke, wao wakaaibishwe, maisha yao yakawe magumu. Wale wote wanaoinua vita, wanakaa vikao vya wachawi kukuletea shida, kukuletea magonjwa, wao watakachokipanga wakipate wenyewe kwa jina la Yesu Kristo.
Imeandikwa, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wale wote watakaopanda magonjwa, watakaopanda roho za mafarakano kwenye maisha yenu, kwenye biashara yako, kwenye kila sehemu ya maisha yako, walibikiwe kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ikawe pamoja na wewe. Uwepo wa Yesu Kristo ukaonekane katika maisha yako. Damu ya Yesu Kristo ikakufunike siku zote, katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini, amen. Mpendwa, nikushukuru sana, endelea kuwa pamoja nasi. Majina yangu nimetambulisha tena, naitwa Pastor Clinus wa kanisa la House of Glory International Church ambalo lipo chini ya Bishop Living Mwambapa, na hapa ni makao makuu ambayo ipo Dodoma mjini, Miganga West, karibu na SGR. Karibuni sana wale wote wenye shida mbalimbali, mnaoteseka, mnaoonewa na adui. Yupo Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, ambaye sisi tunamuonekana, anaonekana mahali hapa, anatenda miujiza kupitia watumishi wake mahali hapa. Hiyo nguvu ikakuponye na wewe, hiyo nguvu ikawe pamoja na wewe. Wewe unayeteseka, unayeonewa, karibu. Damu ya Yesu Kristo itafanya kitu kikubwa katika maisha yako. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.